utaamini vibaya, na ukiamini vibaya utatenda vibaya, na ukitenda vibaya utapata matokeo mabaya, na ukipata matokeo mabaya utaishia kumlaumu Kristo. Tarudia kwamba ukifikiri vibaya utaamini vibaya, na ukiamini vibaya utatenda vibaya, na ukitenda vibaya utapata matokeo mabaya, na ukipata matokeo mabaya utaishia kumlaumu Kristo. So kwa hivyo amua kufikiri vizuri, uamini vizuri, utende vizuri, na kupata matokeo mazuri yatakayomletea Yesu Kristo sifa na utukufu kupitia maisha yako. Haleluya. Amua kufikiri vizuri. Amua kufikiri vizuri. Amua kufikiri vizuri, uamini vizuri, utende vizuri, na utapata matokeo mazuri yatakayomletea Yesu Kristo sifa na utukufu kupitia maisha yako. Hivyo ndivyo ilivyo. Ili ufika mahali ufikiri kama Kristo. Ufikiri kama Kristo. Na tunajua vizuri kwamba wakati tunapopata matokeo mazuri tutaishia kumshukuru Kristo siku zote katika maisha yetu. So ni tuamue kufikiri kama Kristo, na kufikiri kama Kristo lazima uwe mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anajifunza mafundisho ya Kristo, neema yake na kweli, na Kristo atasiti kutukuzwa ndani yako kwa ajili ya uaminifu wake, yeye aliye Mungu mkuu zaidi. So kifikiri vibaya utaamini vibaya. Amua kufikiri vizuri ili upate kuamini vizuri na utatenda vizuri. Kuna somo hapa leo ambalo ni nzuri mno. Kuna somo nzuri sana. Somo ni nzuri sana leo. Nataka tu nipe muda wako nikupashe habari njema. Nipe muda mzuri, kwa muda nitakao kuwa nao mchache, kwamba nikupashe habari njema, na unifuatilia kwa makini sana. Na ni mambo makuu, mambo mazito sana. Somo linasema hivi, Yesu Kristo alisharudi? Hilo ndio somo. Yesu Kristo alisharudi? Yaani kama swali, lakini ndio somo sasa. Ndio fundisho letu. Yesu Kristo alisharudi? Yesu Kristo alisharudi? Yesu Kristo alisharudi? Hapo ndio kuna kisungumkuti kikubwa. Ndio sababu nimesema nifuatilie vizuri zaidi. Yaani sikiliza kwa makini. Watu wote duniani wanamsubiria Yesu kurudi. Kweli si kweli? Wale wameokoka na wale hawajaokoka wote wanamsubiria Yesu kufanya nini? Kurudi. Ndio sababu leo Roho Mtakatifu ni mwaminifu, anataka tujifunze sisi wana wa Mungu kwamba huyo Yesu Kristo anayesubiriwa miaka yote na watu. Alafu cha kushangaza, wamesubiri miaka hii tangia kitambo, miaka iliyopita, wanasubiri Yesu Kristo kurudi, na Yesu mwenye, alafu wanaondoka wanaenda kama Yesu hajarudi. Na mimi nasa nikasema kwamba wanafunzi wa Yesu Kristo ndio walikuwa na siri. Hao ndio walikuwa na siri kama Kristo alirudi ama hakurudi. Haleluya. So tunahitaji kuangalia wanafunzi waliokuwa na Kristo ili tupate kujua hao wanasemaje kumhusu Kristo. Hata hao walimngojea Kristo kurudi mpaka wakafa wakaondoka katika mwili huu, ama waliondoka katika huu mwili wakiwa wameelewa kwamba Kristo amesharudi. So ni mambo ya ajabu na ni fundisho nyeti sana. Hili ni fundisho nyeti, ninahitaji sana, na ni mafundisho ambayo si rahisi kuyasikia makanisani. Hiyo ndio kitu unafaa uelewe. Si rahisi kusikia fundisho kama hili kanisani ikifundishwa.
maana ni fundisho nzito na wahubiri wanaogopa kufundisha. Yaani hata mhubiri anaweza kuwa anajua, anaweza sema Yesu alisharudi, lakini kufundisha watu ni ngumu sana kwamba Yesu alisharudi. Lakini inabidi tu tuseme uongo kwamba tunangojea Yesu kurudi, mawinguni tutamuona akikuja kama umeme sijui na nini na malaika, mambo ya ajabu kama hayo. Lakini leo tutapata kutekua hiki kitendawili leo. Twende Yohana 14:1-3. Hicho kipengele Yesu amefurahisha tu tukikonge. Tumekikonga mawiki kadhaa hicho kipengele, na tutarudi tu hapo maana kimepepa mambo mazito, sio bila ambavyo unaweza ukasoma tu kwa haraka ukakiacha. Hiki kipengele ndio kimepepa uzito mkubwa. John chapter 14:1-3. Injili ya Yohana Mtakatifu 14:1-3. Hiki kipengele kimepepa mambo mazito sana, na watu wengi wanaposoma hapa wanaelewa katika fahamu zao kwamba Kristo alienda kuandaa makao na atarudi kuwachukua awapeleke katika yale makao. Na ndio sababu tunahitaji kukiangalia kwa makini na kusiti kukitekua kabisa mpaka kiwe clear katika fahamu zako. Soma. Anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Hebu ngoja kwanza. Alikuwa anaelezea kina nani? Ni vyema pia tunaposoma Biblia wakati wote unafaa uangalie ni nani waliokuwa wanaambiwa na ni wakati gani alipokuwa anazungumza. So alikuwa anasema na wakati ambapo yeye mwenyewe hajaenda msalabani, si kweli? Akiwa katika mwili. Very good. Kamwambia msifadhaike mioyoni mwenu. Unaona, number 1, jambo la Yesu kusema msifadhaike mioyoni mwenu, unajua ni kwa nini alisema hivyo? Msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, niaminini na mimi. Lilitokana kwa sababu ya hawa ndugu kuwa na hofu kwa ajili ya wokovu. Maana walijua kwamba Yesu atatoka kwao, lakini wakawa wanauoka kwamba yani kuna ile hofu kwamba sasa wokovu tutapataje kama we utaondoka uende? Tutapataje wokovu? So anawaambia wasifadhaike, wasiwe na hofu kwa ajili ya mambo ya wokovu, kwa sababu wokovu ni wa Mungu na yeye anaenda kuandaa. Wasifadhaike. Nafikiri hata Yesu alipowatokea, tutafika huko mbele utasikia Yesu anasema kwamba amani iwe nanyi. Maana yake kwamba hata walikuwa wamekusanyika wana hofu kweli ya Wayahudi, lakini Yesu anasema amani iwe nanyi. Maana yake wokovu umefika. Wokovu umefika. So soma sasa, inasema msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, niaminini na mimi. Na muamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu na makao mengi. Nyumbani mwa Baba yangu. Hizo ni quotes ambazo zinahitaji kusiangalia vizuri. Anasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Maana ninaenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali nitakuja tena. Hebu punguza sauti kidogo ya jioni. Anasema mimi nikienda kuwaandalia mahali nitarudi tena. Hizo point usishike vizuri. Anasema mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena. Kukuja tena ni kurudi. Si ni kweli? Maana gani mtu akisema nitakuja tena si ni kurudi tena? Si ni sawa tu na kusema hivyo. Yaani kusema kwamba nitakuja tena ni kama kusema nitarudi tena. Na watu wanangojea Yesu atarudi. Kweli si kweli? Watu wanangojea kurudi kwa nani? Na Yesu anasema nikienda tu kuandaa makao nitarudi tena. Nikienda nitakuja tena, maana nitarudi tena. So tunataka tuangalie aliposema baada ya kuandaa makao atarudi. Tunataka tujue alirudi kweli ama hakurudi, tuendelee kusubiria kwamba Kristo atarudi. Maana wengi wanasubiria hatarudi siku ya mwisho. Akasema basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena
niwakaribishe kwangu. Kumbe tunakaribishwa kwake. So kuandaa mahali huko si kwenda kuandaa mchi. Maana angesema ninaenda kuandaa mahali nitamkaribisha pale nimeandaa. Anasema kwangu. Kumbe hapa mahali ni kwake yeye. Ukiangalia statement vizuri. Maana anasema atatukaribisha kwake. Anasemaje? Nitawakaribisha kwangu. Kumbe maana anavaa sema nitakuja kuwachukua niwapeleke mahali nimeandaa kwa ajili yenu. Lakini statement yake inasema nitawakaribisha kwangu. Ili nilipo mimi nanyi muwepo. Ili nilipo mimi nanyi muwepo. Wow. Yesu alikuwa bado, tunapata kwamba Yesu alikuwa bado hajaenda msalabani. Yesu alikuwa bado hajaenda msalabani. Yesu alikuwa bado hajaenda msalabani. Na anaposema kuenda maana yake, maana anasema mahali ya kwamba basi mimi nikienda, state me well, nisikize vizuri kabisa. Anasema mimi nikienda. Manake anamaanisha kwamba kuna wakati hata kuweko atakuwa ameenda. Tuko pamoja? Anamaanisha kuna wakati hata kuweko atakuwa ameenda. Tuko pamoja? Si kama tuko pamoja. Mtu akisema nikienda, anakuambia kuna wakati huku mbele utafika nitaenda. So kuna wakati sitakuweko nanyi, lakini nitaenda alafu nitarudi. Tuko pamoja? Amina. So alikuwa bado hajaenda msalabani. So ni maana yake kwamba kuna wakati hata kuweko atakuwa ameenda. So alikuwa atatoka na kurudi. Hiyo statement uelewi. Na wanda hiki ndio kitu kielewe vizuri. Hiki ndio kitu kielewe vizuri. Uandamana mimi mpaka mwisho. Ili utoke hapa leo kama umejua Yesu alirudi ama kurudi, uwe na jibu lake. So alikuwa atatoka na kurudi. Alikuwa atatoka na kurudi. Anasema basi mimi nikienda 14:3. Basi mimi nikienda. Maana yake kwamba kuna wakati atakuwa ameenda. Kuna wakati alikuwa atatoka alafu baadaye atarudi. So kuenda anazungumzia mauti yake. Anazungumzia katika hali ya mauti, kufa, kusikwa na kufufuka. Yesu anaposema kuna wakati ataenda, anaposema hivi basi mimi nikienda, manake anazungumzia kufa kwake, kusikwa na kufufuka kwake. Baada ya kufufuka alienda kwa Baba kwanza. State me well, nisikize vizuri. Baada ya Yesu kufufuka, baada ya kuwa Yesu alifufuka, alipofufuka alienda kwa Baba kwanza. Yesu hakuenda kwa wanafunzi kwanza, lakini alienda kwa Baba kwanza ndio akaja kwa wanafunzi. Hiyo statement uelewe vizuri, tutaiona kwa maandiko. Narudia sana ili ingie vizuri. Baada ya Yesu kufufuka, hakuenda moja kwa moja kwa wanafunzi wake. Alienda moja kwa moja kwa Baba. Baada ya kuenda kwa Baba akarudi kwa wanafunzi. Akarudi kwa wanafunzi wake. John chapter 20. Yohana, Injili ya Yohana 20:11. John chapter 20. Injili ya Yohana 20 mstari wa 11. Lakini Miriamu alikuwa akisimama. Sasa nataka hapo on state. Hivi vifungu tumevisoma miaka mingi, lakini kuna siri kuu na ya ajabu sana. Soma, hata mimi nifungue pale. John chapter 20 kuanzia 11. Lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi nje yake. Analia. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia. Unasoma? John chapter 20:11.
Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi. Mstari wa 12. Akaona malaika wawili wenye mavazi meupe, wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. 13. Nao wakamwambia, mama, unalia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemuondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka. Naye akiisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama. Alipokeuka nyuma akamwona Yesu amefanya nini? Amesimama. Asijue ya kuwa ni Yesu. Kumbe Yesu alipotoka kwenye wafu, haungemwangalia ukamjua. Hiyo ndio kitu uelewe. Baada ya Yesu kufufuka si yule tena. Unapata point? Baada ya Yesu kuwa amefufuka, si Mariamu alikuwa na Yesu kabla. Ni Mariamu Magdalene. Si alikuweko na Yesu kabla ya kufa. Lakini kwa nini Yesu amefufuka alafu amuelewi tena? Asijue ni yeye? Kumbe baada ya Yesu kufufuka, hakuwa Yesu aliye katika mwili. Alikuwa tofauti. Hiyo uko kwa 15 Uko kwa 13. Soma Anasema niko 15. Soma 15. Anasema Yesu akamwambia, mama, unalia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akidhania kuwa ni mtunza bustani. Yesu ananena na Mariamu. Mariamu alifikiria ni nani? Mtunza bustani. Yaani kama ni mimi naweza furahi sana. Yaani injili ni nyepesi sana hivi tu. Yaani angalia Yesu alipotoka kwenye wafu, Mariamu ambaye amekaa na Yesu siku zote, anafikiria huyu ni mtunza bustani. Mtunza bustani manake shamba boy, katena tu, yani unaelewa? Yaani yule anatunza kama watchman. Ama mfanyakazi tu. Bwana ni Yesu bwana. Jamani. Unajua kama ni wewe leo, angalia Mariamu hakumtambua Yesu. Alafu wewe unafikiria kabisa, angalia hao walikuwa na Yesu katika mwili, lakini baada ya Yesu kufufuka hamtambui tena. So unapohubiria watu Yesu mpaka wanakuwa wasita wa kuamini. Elewa hata Mariamu kabisa ambaye halikuwa na Yesu kabla hajakufa, anafikiria wewe ni mtunza bustani. Amuoni, yani amchui. Endelea. Akamwambia Bwana, ikiwa umemchukua wewe. Anaambia Yesu Bwana. Anamwambia Yesu, akamwambia Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamuondoa. Unasikia vile Mariamu anamtafuta Yesu, alafu anauliza Yesu. Haleluya. Hebu yaingia vizuri. Hebu ione hiyo picha. Ati unatafuta alafu anakuuliza ilikuwa namtafuta ndugu Joshua. Na ni wewe? Hapana. Namba 16. Yesu akamwambia Mariamu. Yeye akageuka akamwambia. Yaani Yesu akamwambia Mariamu, akamuita Mariamu. Akamwambia kwa Kiebrania, Raboni. Yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike. Kwa maana sijapata. Cha kwanza soma 16. 16. Yesu akamwambia Mariamu. Yeye akageuka. Yeye alipomuita Mariamu, yeye ilibidi akeuke, akamwambia kwa Kiebrania Raboni. Kumbe china Raboni ni maana yake ni nini? Ukienda kwa hiyo Biblia nitumia hiyo. Ukienda kusearch china mwalimu, utakuta inakuambia ni Raboni. Kwa Kisungu sipi inasemaje? Wale wana Kisungu simtuambie. Jina Raboni kwa Kisungu. Teacher. Ni teacher. Tafuta china teacher. Tafuta china teacher, nasema au sita. Na nasema wale wana hiyo Biblia ya kusaidia kutafsiri hizi Luka na kupata Luka za asili zenyewe. Ukitafuta mahali, ukitafuta tu hapo mahali utapata hiyo maana zaidi ya mambo ya Raboni. So akamwambia Raboni, yani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, hebu soma sasa.
Nataka uelewe vizuri. Yesu ametoka kaburini, amemtokea Mariamu, mtu wa kwanza. Mtu wa kwanza kumwona Yesu akitoka kaburini alikuwa Mariamu. Nataka uelewe hata waliokuwa wanalinda bustani hawakumuona. Hao waliona mambo yakitendeka hapo, jiwe likafingirishwa huko, ukawa na mtetemeko, lakini hawakumuona. Uje jiwe kama limeondoka alafu uchungulie. Obvious, ukisoma kwa sini kwa Mathayo mnaombe, jiwe lilipotetemeka walikuwa kama wafu. Yaani huo mtetemeko na nini, jiwe hata kama ni wewe, mfano hata kama ni wewe, acha tuseme tu saa hii nyinyi mmeenda mkasika mtu, kabla mtatoka hapo ukafanyika mtetemeko wa ardhi, mkaona mchanga mlioweka chini unatoka tu hiyo, ukitoka unaendelea kufika nusu, si kama utapata hata mtu mmoja, wote watakuwa wamekufa. Yaani maana yanasema wale walinzi walionekana kama, yani kama walikuwa half dead. Waliona kitu cha ajabu ambacho hawajawahi ona katika maisha. Na hata leo tu tuseme ukweli, watu wakiwa kwa masihi wamelia wakisema harudi. Hata kama wewe ni mhubiri unaomba watu wafufuke na ujakaa sawa sawa, baadaye kafa na mnaona huku tatetemeka hivi, vitu vinaanguka, alafu mchanga pia. Hata mhubiri aliyeomba mafufuko atakimbia. Alafu unaona sanduku linatoka humu ndani. Kuna wale watakimbia, kuna wale watasirai kabisa hapo. So usione yale unaposoma hizi hadithi usifikirie zilikuwa hadithi rahisi. Hizi ni hadithi nzito na zimepepa ujumbe mzito. Yesu akamwambia, akamwambia usinishike. Oh, Yesu alipofuka tu mtu wa kwanza kumuona ni nani? Mariamu akataka kufanya nini? Yesu akamwambiaje? Usinishike. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Oh, kumbe hebu nataka tuende tu pole. Yaani utatoka hapa kama umejua kitu. Kilichosababisha Yesu amwambie usinishike ilikuwa ni kwa sababu gani? Asema kwa sauti Bwana. Sema kwa sauti. Ukijua hii nakwambia wewe uko mbele. Kilichosababisha Yesu amwambie, alimwambia bado sijapaa kwa Baba usinishike, si ni kweli? Sijapaa kwenda kwa Baba. Hebu soma vizuri. Yesu akamwambia usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Kumbe ilikuwa kwamba Yesu ataenda kwa Baba, akishaenda kwa Baba, akisharudi atawaruhusu wamshike na kuconfirm kama ni yeye. Tuko pamoja? Hiyo nataka uelewe vizuri sana. Ikiwa tutafika mahali alafu tuone Yesu anawaruhusu sasa nishikeni, maana yake ameshaenda kwa Baba, amerudi. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hapa anasema usinishike kwa sababu sijapaa kwenda kwa Baba. So maana yake nikishaenda kwa Baba, nikirudi sasa una ruhusa ya kunishika sasa. Tuko pamoja? Kwa hiyo soma ndugu. Anasema Yesu akamwambia usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini enenda kwa ndugu zangu. Sasa alimtuma yeye. Alimtumaje? Enenda kwa ndugu zangu ukawaambie ninapaa kwenda kwa Baba. Alimwambia Mariamu enda kwa ndugu. Kumbe kuna pointi nyingine uiangalie. Kumbe baada Yesu kufufuka ndio siku ya kwanza kuwaita wanafunzi wake ndugu zake. Kabla hajakufa hakuna mahali aliwaita ndugu. Baada ya kufufuka sasa anawaita enda kwa ndugu zangu. Uambiache? Ninapaa. Aenda seme nini? Kwenda kwa Baba yangu. Naye ni Baba yenu. Huyo Baba yangu ndio Baba yenu. Kwa Mungu wangu. Naye ni Mungu wenu. Huyo Mungu ndio Mungu wangu na ndio Mungu wenu. Mariamu Magdalene akaenda akawapasha wanafunzi habari ya Baba. Ngoja, number 1. Tumepata baada Yesu kutoka kaburini alimuonekania Mariamu. Nataka unielewe vizuri. Yesu baada ya kutoka kaburini alikuwa anafanya kitu kinaitwa ni kuonekana. Hapo anaishi na watu
kwa chinzi kwamba muishi na wewe muende mlale na yeye. Alikuwa anatokea tu, ghafla anatokea, ghafla atapotea, ghafla atapotea. Nini kabla mnatembea anakuja, ndio huyu amekuja. Kidogo kidogo akishamaliza kueleza statement anapotea kweli. So haikuwa kama alivyokuwa kwenye mwili kwamba mngetembea naye mpaka muende naye mahali mkalale. Ilikuwa anafanya, akishafanya mission yake kwa kile kipindi amewatokea, atatoweka. Alafu tena atakuja. Very good. Hilo ndio swali nzuri. Tutapata mbele. Uko sawa kabisa. Tutapata huko mbele. Maana statement ya kwanza amesema usinishike maana sijapaa kwenda kwa Baba. So kuna sababu kuu, kuna mecha yenyewe iliyosababisha mwambie usinishike. Maana ilikuwa ni lazima asishikwe aende kwa Baba afanye kitu tutakiona kule mbele. Akisha kifanya kile kitu alafu sasa atarudi. Sasa anaweza kuambia angalia ni mimi. Angalieni kabisa, nishikeni sasa. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Alisema usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Kwa Baba ndio kunaitwa nyumbani. Haleluya. Anasema sikuna mahali anasemaje wali tulisoma na nyumbani mwa Baba yangu. Haleluya. Maanake kwa Baba ni nyumbani. Yaani kuandaa makao. Kwenda kwa Baba ndio nyumbani, na akienda kwa Baba anaenda kuandaa nini? Makao. Wow. Mama huyu Mariamu Magdalene alishuhudia Yesu mara ya kwanza kutoka kwa wafu. Yesu akiwa hai, maanake alimuona Mungu akiwa hai, alimuona Yesu akiwa hai. Yesu alimwambia Mariamu usinishike maana sitapaa kwenda kwa Baba. Yaani mission yake ilikuwa ni kuenda kwa Baba kuandaa mahali. Mission ya Yesu ilikuwa ni kwenda kwa Baba na kuandaa mahali. Kipindi cha Yesu kwenda kwa Baba ni kipindi cha yeye kuwa amefufuka kutoka kwa wafu. Kipindi cha Yesu kwenda kwa Baba ni kile kipindi ambacho alikuwa amefufuka kutoka kwa wafu. Kipindi cha Yesu kwenda kwa Baba ndio kipindi chake cha Yesu, ama kipindi cha Yesu kuwa amefufuka kwa wafu. So Yesu baada ya ufufuko anawaita wanafunzi wake ndugu zake. Na tumeona hiyo John chapter 20:17 kwamba Yesu anamtuma Mariamu na kumwambia kwamba sijapaa kwenda kwa Baba. Soma nake usinishike. So akamtuma aenda aambie wanafunzi kwamba nimemuona Yesu. Sasa hebu nataka tuone hivi kwanza. Nileta hii picha kwako kwanza. Niangalia tafadhali. Niangalia tafadhali. Nataka tufanye hivi. Nataka tuangalie hivi. Huyu ni sasa napeana tu mfano. Huyu ni Yesu huyu. Hili ni kaburi. Yesu ametoka kaburini mara kwa moja ako kwenye dunia. Amesimama kwenye dunia. Sasa anamtokea Mariamu. Mariamu anamtafuta kaburini na Yesu uko juu tayari. Mariamu anamtafuta jini kaburini kwa wafu. Yesu uko juu tayari. So Yesu anamwambia anamtokea. Baada ya kumtokea Mariamu anataka kumshika Yesu, anamwambia usinishike. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini enenda uambie ndugu zangu ninapaa kwenda kwa Baba. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Sasa maana Yesu anaenda. Ameonekana ametoka kwenye wafu. Lakini anasema kwanza ninaenda kwa Baba. Nikienda kwa Baba sasa nitakuja kwenu. So Yesu alipotoka kwa wafu, wanafunzi hawakumuona immediately. Ilibidi aende kwa Baba, alafu atakuja kuwatokea wanafunzi wake. Alafu atawatokea. Twenda tu mbele, tusonge utaona kitu cha thamani. So Yesu alimtuma kwa wanafunzi wake. Anasema Mariamu, enenda kwa ndugu zangu ukawaambie ninapaa kwenda kwa Baba yangu ambaye ndio Baba yenu, kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu. Na hayo mazungumzo yalifanyika kipindi. Hiyo ndio topic. Ona, hiyo ndio state. Ukitaka kufungua hii court, Yesu alikizungumza na Mariamu ilikuwa saa ngapi? Yesu akizungumza, soma tu kwa maandiko, root number 1. Tutafutia hapo number 1. John chapter 20 number 1. Ilikuwa saa ngapi Yesu anazungumza mambo haya?
21. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri. Alfajiri ni saa ngapi? Asubuhi. Na ni mapema sana. Bado kulikuwa kisa. Nataka hiyo ndio vitu nimeviona katika maandiko vikanisaidia sana. Kumbe Yesu alimtokea Mariamu mapema. Kama kisa bado liko. Haleluya. Biblia hii inasema asubuhi na mapema. Hebu soma hiyo kwa sauti usikie. Asubuhi na mapema siku ya Jumapili. Ilikuwa asubuhi na mapema siku gani? Ya Jumapili. Hii inasema ya Jumapili. Wakati bado Jumapili ngoja tutumie. Hii inasemaje? Hii kisema Jumapili ita confuse. Inatisha kidogo kwa sababu tutaanza kuweka Jumamosi, tunaweza kuweka Jumatatu. Maana kwa Biblia hii kutacha hizi. Hao unajua sasa akikusema siku ya kwanza, hii inasema siku ya kwanza ya juma, alafu hii inasema ni Jumapili. Sasa inarejesha watu kwanza kuhesabu masiku kwamba kuna wale wanasema kwamba siku yetu ndio hadi siku ya Jumapili ndio ya kuabudu, wengine wanasema Jumamosi, wengine Friday. Yaani vitu ambavyo hatustahili kutafuta sana. Sasa umejisungu. Now on the first day of the week. The first day of week. Sasa hatujui ilikuwa siku gani, si ni kweli? Lakini tunajua ilikuwa the first day of the week. Mary Magdalene came to the tomb early. While it was still dark. Kumbe kulikuwa bado kisa. Haleluya. Alfajiri na mapema. Huyu mama alikuwa wachapu. So, tumepata step ya kwanza, mazungumzo yalifanyika asubuhi na mapema. Ilikuwa kipindi cha asubuhi na mapema sana. Alfajiri kungali kisa bado. So, baada ya Yesu kumtokea Mariamu, baada ya Yesu kuwa amemtokea Mariamu, alipaa kwenda kwa Baba. Ndio baadaye aliwatokea wanafunzi wake baada ya kutoka kwa Baba. Baada ya Yesu kutoka kwenye wafu, akamtokea Mariamu. Yesu alienda wapi? Kwa Baba. Yesu alienda wapi? Kwa Baba. Alafu baadaye ndio akawatokea. Baadaye ndio akafanya nini? Akawatokea wanafunzi wake. Baadaye aliwatokea wanafunzi wake baada ya kutoka kwa Baba. Aliwatokea wanafunzi wake baada ya Yesu Kristo kuwa ametoka wapi? Kwa Baba. Kumbe tunaona Baba ndio Mungu. Baba ndio nani? Ndio Mungu. Maana sema kwa Baba yangu ambaye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu. Na ni Baba wa Yesu na ndio Baba yetu. Sisi waamini, sisi na Yesu tumetoka kwa mmoja. Haleluya. Sisi na Yesu tumetoka kwa, sema tumetoka kwa mmoja. Tumetoka kwa mmoja. Hebu soma Hebrews kuthibitishie. Soma Hebrews chapter 2:11. Hilo ndio kitu, hii ni vitu ambavyo unahitaji kujua. Wewe na Yesu mmetoka kwa Baba mmoja. Yaani wewe na Yesu hakuna tofauti. Muamini na Kristo hakunanga tofauti. Wametoka kwa roho mmoja, zinasemaje? Waebrania 2:11, maana yeye atakasaye na hawa wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Tumetoka kwa mmoja. Yeye atakasaye na hawa wanaotakaswa. Yeye atakasaye ni Kristo, na wanaotakaswa na wanaomjia yeye, ambao wamemwamini, wametoka kwa mmoja. Maana tumesaliwa na roho moja pamoja na Kristo. Tuna utambulisho mmoja, tuna asili moja, tuna roho moja. Ukisoma 1 John chapter 4:17 inasema kama alivyo yeye hivyo ndivyo nasi tulivyo hapa duniani. Hiyo usisome, lakini unaweza andika 1 John chapter 4:17. 1 John chapter 4:17. So tuna utambulisho mmoja na Yesu. Yesu anamaanisha akishamaliza kuandaa mahali, sasa atarudi. Na anasema atakuja tena niwakaribishe kwangu. Yaani kwake, manake atukaribishe kwake, ama akaribishe atakaye muamini kwake, ili alipo nasi tuwepo. Na leo kanisa bado linasubiria Yesu amalize kuandaa makao, ndio aje kuwachukua awapeleke katika yale makao. That is wrong. Hiyo si sawa, which is wrong.
na sio sahihi. Tuelewe maandiko yajitafsiri yenyewe, ama tuangalie katika muktadha wa maandiko yamepepa tafsiri ya sahihi. So kuna mahali Yesu alisema, kuna mahali Yesu anasema kwamba, kuna mahali pengine, nataka unielewe vizuri, kuna mahali pengine Yesu anasema kwamba wako watu hapa hawataonja mauti mpaka watakapomuona Mwana wa Adamu amekuja toka mawinguni. Nikuthibitisha hivyo vifungo kwa haraka. Luke chapter 9, anza na Matthew 16:28. Na uelewe Yesu alikuwa statement hizi anazungumza na Wayahudi. Matthew 16:28. Amin nawaambieni, pana watu katika hawa wasimamao hapa. Ngoja kwanza. Hebu tuangalie. Wacha Matthew asome, nyinyi mniangalie kwanza. Niangalieni kwanza ndio tupate picha. Huyu ni Yesu, huyu sasa amesimama. Anasemaje? Yesu ndio huyu amesimama. Amin nawaambieni. Alafu anasema sasa nyinyi ni watu wenye Yesu anazungumza na wao. Anasema amin nawaambieni, pana watu katika hawa wasimamao hapa. Kuna watu katika hawa wasimamapo hapa. Yesu anawaambia akiwaona, si ni kweli? Ambao hawataonja mauti kabisa. Ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapomuona Mwana wa Adamu. Hata watakapomuona Mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Akija katika ufalme wake. Swali liko hivi. Alikuwa anazungumza na wenye anawaona kwa macho, ni kweli? Kuna hata kuna mmoja yuko leo, maana kama kuna mmoja bado anaishi leo, anatuthibitishia kwamba Mwana wa Adamu hajarudi. Na kama wote walikufa wakaondoka, wanatuthibitishia kwamba Mwana wa Adamu alirudi. Haichaingia hiyo. Nasema hivi. Yesu kuna mtu mmoja kwa Biblia mmemsoma, alikuwa kuhani fulani sijui. Yule ambaye alisema kwamba Roho Mtakatifu alimwambia hata ona mauti sijui mpaka atakapoona Mwokozi. Ni Simeoni? Si alisema kitu kama hicho? Na kwamba Roho aliniambia, alinipa ahadi. Na kweli alipokuwa amempepa Kristo si alitamka. Maana yake huyo Simeoni yuko baada ya kuwa ameona alichoahidiwa, si aliondoka. The same kwa hawa, Yesu amewaahidi kwamba kuna watu wako miongoni mwenu hawataonja mauti kabisa mpaka watakapomuona Mwana wa Adamu akifanya nini? Nasema akija katika ufalme wake. Nataka uelewe vizuri. Akija katika ufalme wake. So hao watu bado wako. Aliyewaambia kuna watu ama hapa hakusema wote. Alisema kuna watu miongoni mwao. So wako mpaka leo. So kama wako wanatuthibitishia nini? Hajarudi bado. Na kama waliondoka manake walishaona ahadi ya Mungu wakafanya nini? Nikuthibitishia kwa mtu mwingine. Huyo ni nani amesoma? Huyo ni Mathayo. Tumwangalie Luka 9:27. Luka chapter 9:27. Hawa ni mashahidi wanaotupa mambo haya. Maana leo huyu watu wanasoma tu mambo yao, wanasema wanangojea Yesu warudi. Tuangalie wanafunzi wanatuambia nini. Luka chapter 9:27. Nami nawaambia kweli, wapo katika hawa wanaosimama hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata wauone kwanza ufalme wa Mungu. Ndugu Joshua, bwana, hii kweli inahitaji tafsiri. Wewe umesikia kwa akisema kwamba kuna watu wako huko mbele. Sasa wanaambianga watu, prepare the way, the kingdom is coming. Ama prepare the way, Jesus is coming. Well, just get this statement. Prepare the way, Jesus is coming. So Mateo. Yesu anazungumza kabisa na watu. Hakusema kwamba huko mbele. Anasema na wale waliochukua hapo ndiye aliwaambia. So statement. Nami nawaambia kweli, wapo katika hawa wanaosimama hapa ambao hawataonja mauti kabisa. Kwanza anasema wanaosimama wapi? Hapa. Amesema kule. Kama kuna yeyote ambaye hakuwa na Yesu wakati ule alipokuwa anazungumza haya maneno, haya yanamuhusu kweli? Ai jameni. Kwa shule tulikuwa wale ambao mmehudhuria shule. Alafu mwalimu wa hesabu
mumeanguka hesabu akawatandika viboko. Hiyo ilihusika na wale walikuwa siku hii. Mwenye hapo anasema angalau niliponea. Sasa hata Yesu akotu clearly. Wasimamao hapa. Maana yule ambaye hakuweko siku ile, haya hayamuhusu. Haya hayamuhusu kabisa. Hahusiki kwa haya. Na sisi ni mmoja wao. Kwani sisi hatuko hata tumesaliwa. Hapana bwana. Yeah. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Verse 23. Verse 23. Matthew chapter 10 verse 23. Nasema lakini watakapowafukuza. Anasema watakapowafukuza. Maana ni wale wao. Hebu sema vizuri. Lakini watakapowafukuza. Tuseme tu kweli. Anaambia kina nani? Hao ambao wako hapo. Wale ambao wako hapa. Hebu niambie kama wewe uchakuweko. Wewe hilo linakuhusu nini? Watakapo wafukuza ninyi ambao ninawaelezea sasa hivi haya maneno mtayaona. Kama utakuweko utafukuzwa. Maana ni walio kuweko peke yao. Anasema lakini watakapo wafukuza katika mji huu. Wapi ni ule mji mwenye wako? Amesema Kenya. Amesema Afrika. Wewe umesikia akisema watakapo wafukuza katika mji huu wa Tanzania, my friend. Mji ule ulikuwa mji gani? Wa Israeli. Haleluya. Anasema kimbilieni mwingine. Kimbilieni mwingine. Kwa maana ni kweli nawaambia hamtaimaliza miji ya Israeli. Sasa mpaka ametaja. Hamtaimaliza miji Israeli. Anasema tu kweli. Umesema akisema hamtamaliza miji ya Kenya. Amesema ya Israeli. Alafu kusema tu kweli tunatishwa na maandiko mengine, tunahubiriwa watu wanakimbia huku na huku, hapa amesema Israeli. Kumbe alikuwa anazungumza na Waisraeli? Ama wale walikuwa wanaishi katika Israeli. Ama wale waliokuwa wanaishi kule na sio wale ambao walikuwa ni wanafunzi wake waliokuweko masaa hiyo. Anasema hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Hebu mpe Yesu ataka nzuri ya makofi. Wewe. Somo nzuri. Yaani maandiko ndio yanatuelezea kama Yesu alisharudi ama tumngojee. Kweli si kweli? Anawaambiaje? Anasema lakini watakapowafukuza katika mji huu, kimbilieni mwingine. Kama ni kwa maana ni kweli nawaambia hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Ajapo. So bado wanamngojea. Au aliyowaambia bado wako leo hii wanamngojea atakuja. Wanamngojea mwana wa Adamu atakuja. Sema tu kweli, sema andiko yako tu wazi. Hao kama waliondoka, hao aliyowaambia kama waliondoka, maana aliwaambia hata hawatamaliza miji ya Israeli kabla mwana wa Adamu hajafanya nini? Atakuja. So kama hawa jamaa walishaondoka, thibitisho kubwa kwamba mwana wa Adamu alishakuja. Soma Mark chapter 9:1. Yaani Biblia kweli inajitafsiri tu. Mark 9:1 anasema akawaambia, amen nawaambia, pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapouona ufalme wa Mungu umekuja kwa nguvu. Yaani mpaka watakapouona ufalme wa Mungu. So ufalme wa Mungu walikuwa watauona mbinguni ama hapa duniani? Hapa duniani. Wakisha uona wafanye nini? Waende sawa. So Matthew ameongea, Luka ameongea, Mark ameongea. Hiyo imetudhibitishia kweli kwamba waliona kitu kimoja kutoka kwa Yesu ama walisikia hicho kutoka kwa Yesu. Haya, tuelewe alikuwa anazungumza na Wayahudi na sio watu wengine. Sawa? So wewe usikiweke hapo kama wewe ni Mwafrika. Kama wewe ni Mkenya usikiweke hapo. Kanisa leo linasubiria Yesu kurudi. Na maandiko yanathibitisha kwamba Yesu alirudi. Maandiko yanathibitisha kwamba Yesu alisharudi. Yesu alimwambia Mariamu kwanza, nenda ukawaambia ndugu zangu kwamba
naenda kwa baba na nikirudi kwenu nitarudi kwenu. Maana naenda kwa baba alafu nitarudi kwenu. Kuenda kwa baba ndio kuenda kuandaa makao. Kuenda kwa baba ndio kuenda kuandaa makao. Sasa kuna kipengele, kuna basi nyingine sasa nyeti kabisa. Soma basi tuliokuwa nayo hiyo John chapter 20:19. Nataka usikie. Soma hiyo 20. Nasema ikawa jioni. Ikawa jioni. Siku ile ya kwanza ya juma. Siku ile ya kwanza. Hebu soma vizuri. Ikawa jioni. Siku ile ya kwanza ya juma. Haya, na number 1 ilisemaje? Sema kwa sauti bana. Anapomtokea Mariamu, maandiko yanasema ilikuwa asubuhi. Siku ile aliyomtokea. Siku ya kwanza kwa juma aliyomtokea Mariamu asubuhi. Siku ile siku ya jioni, yani masaa ya jioni. Yesu amewasili. Haleluya. Yesu alirudi jioni. Baada ya kuondoka asubuhi, jioni siku ile Yesu alisharudi tayari. Hakuchukua siku nyingi wala siku mbili. Siku ile ameondoka asubuhi, anarudi jioni. Hebu soma sasa usikie. Ikawa jioni. Siku ile ya kwanza ya juma. Pale walipokuwapo wanafunzi. Sasa amekuja mahali wanafunzi wako baada ya kutoka kuandaa makao. Milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu. Sema hata usiweke akaja, sema akarudi Yesu. Akarudi. Baada kwenda kwa baba sasa akarudi. Akaacha Yesu akasimama katikati. Akawaambia amani iwe kwenu. Haleluya. Sasa nataka ufanye hivi. Soma namba 17 alafu soma 17. 17 anasema Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa baba. Lakini enenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninapaa kwenda kwa baba yangu, naye ni baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. So anamwambia Mariamu, ninaenda wapi? Sasa namba 19. Ikawa jioni siku ile. Hiyo si hakuna tafsiri nyingine inasemaje? Soma kwa TKU, tutafutia TKU inasemaje hiyo namba 19. Ikawa jioni siku ile ya kwanza. Inatumia? Wacha tusome. Inasemaje? Hebu tusome tusikie. Ilikuwa siku ya kwanza ya juma jioni. Wafuasi walikuwa pamoja. Nao walikuwa wamefunga milango kwa kuwa waliogopa viongozi wa Wayahudi. Ghafla Yesu akawa amesimama pale katikati yao. Akasema, amani iwe nanyi. So siku ile ya kwanza ya juma jioni Yesu anarudi. Aliondoka asubuhi kwenda kwa baba, alafu jioni akarudi siku ile. Haleluya. Hilo ndio linafaa lisame sasa. Yaani tembea tu kama unapiga kifua. Yaani mtu anikwambia tunamsubiri Yesu kurudi. Nilisikia mwingine amesemaje? Jiandaeni tuingie kwa safina. Mwambie hivi, siku ile Yesu aliondoka akienda kwa baba, siku ile jioni Yesu alifanya nini? Alirudi. Wewe unasubiria yudi, mimi ni naye tayari. Haleluya. Amina. Hadi tujiandae tuende kwa safina tena. Acha mambo yako bwana. Tayari nimekalia safina bwana. Acha mambo yako. So namba 17 ameenda. Namba 19 amerudi baada ya kuandaa makao. So Yesu baada ya alienda kwa baba kuandaa makao. So namba 19 anapowatokea wanafunzi anadhihirisha kwamba ameshaandaa makao. Na kuingia katika makao yale lazima uingie kwa imani, au uingie kwa matendo. Haleluya. Hata wanafunzi ili wanasimu waingie kwa imani katika yale makao Kristo ameyaandaa.
So tuelewe jambo hili kwamba wanafunzi baada ya Mariamu kuwapa habari kwamba nimekutana na Yesu